inatosha kuzunguka katika milima. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Hapo ndipo tunapoanza kujifunza neno letu la leo. Inatosha tulivyozunguka katika milima. Ndipo kukageuka, tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama ilivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini. Haya ni maneno ambayo unaona Musa anaandika katika vitabu vya kwanza vya Biblia, vitabu vitano, ikiwepo hiki Kumbukumbu la Torati. Musa aliandika ni mapito na uwazi wa jinsi Mungu alivyoumba ulimwengu, jinsi anguko lilivyotokea na mwanadamu, na kadhalika, jinsi alivyojichagulia kabila teule la wana wa Israeli, na jinsi alivyotembea nao na kuamilikisha nchi yao. Utaona vitabu hivi vitano vinaeleza habari hizo: Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu pamoja na kitabu cha Kumbukumbu. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kimeandikwa na Musa. Na Musa hapo unaona anaandika habari za mwilini, jinsi ambavyo wana wa Israeli walivyotumwa na Mungu watoke katika nchi ya utumwa Misri, walipokuwa wamekimbilia kwa sababu ya njaa, waende moja kwa moja katika nchi ambayo Mungu aliwaapia kabla hawajazaliwa kwamba. Lakini kitu ambacho tunakisoma hapa, tunaona wana wa Israeli walipotoka Misri, palitokea vita kubwa sana. Na moja ya vita ilikuwa ni Farao mfalme wa Misri. Alikuwa hataki wana wa Israeli watoke Misri. Kwa nini? Alitaka kuwamilikisha miungu yake, waliabudu na kuisujudia miungu ya Misri. Na kwa sababu walikuwa ni wengi alafu watii kuliko watu wa Misri, kwa akajua hawa wakimwabudu Mungu wa Misri watafanya Mungu wa Misri atukuzwe sana. Kwa nini? Kwa sababu wana utii kuliko watu wa Misri, ni wachapakazi kuliko watu wa Misri, wana nguvu kuliko watu wa Misri, lakini pia wanazaliana sana kuliko watu wa Misri. Kwa hiyo yeye akawa na sababu hizo za kiroho kwamba hawa wakimwabudu Mungu wangu watatukuzwa mataifa. Na kwa namna fulani walikuwa wameshagawanyika. Wana wa Israeli wengine walikuwa wameshachukua au wameshakubaliana na hali ya kukaa Misri, na hali kuabudu miungu ya Misri, miungu ya kigeni ambaye si Mungu ya Misri. Na wachache wao walikuwa bado wana kilio kwa ule utumwa waliokuwa wanatumikishwa bila malipo. Walikuwa bado wanalia mioyoni mwao kwamba Mungu yuko wapi atutoe katika utumwa. Na kilio chao kikafika mbinguni, na hivyo Mungu akawatoa. Sasa unaona jinsi ambavyo wakafika katika bahari ya Shamu. Na walipofika katika bahari ya Shamu, kukatokea shida kwamba Musa hana maelekezo zaidi. Ana maelekezo ya kuwatoa. Anafika mahali ya kuta bahari, lakini maelekezo namna gani waende ana maelekezo tu kwamba watoe wana wa Israeli. Ikamchukua muda Musa kuomba tena, Mungu, nimekutana na bahari, niendeje? Maana kipindi tunaongea mimi na wewe haukuniambia kuna bahari. Wewe uliniambia kawatoe Misri wapeleke Kanaani kupitia njia hii. Nami nimefuata ulivyoniambia, nimekuta njiani kuna bahari. Mungu akamwambia, kwa nini nasema na mimi? Kile kitendo cha kukuambia watoe kilikuwa kinamaanisha kila kikwazo kiko mkononi mwako kukiondoa au kukiacha. Na ndio maana kipindi ulipokuwa unachoka na kuzimia, unataka Farao aendelee kubaki na nini kwa sababu amegoma, mimi nilikwambia Musa, wewe ndio utakayefanya hawa watu watoke au hawa watu wabaki. Nimekupa hawa watu. Kwa hiyo Musa akawa anang'ang'ania kuleta ishara na maajabu, hata yakafika maajabu 10 kwa Farao.
ili kwamba aweze kuwaachia wana wa Israeli, kwa sababu Musa ndio alikuwa amepewa wana wa Israeli. Na Musa angeishia ajabu ya 7 akaogopa, akasema basi kwa kuwa hata ile ajabu ya 7 bado tu Farao ameshikilia, basi mimi nimeshindwa. Ina maana wale watu wangekuwa watumwa mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kuwa alikuwa amejua kwamba maelekezo niliyompa ni maelekezo ya kuanza na ya kumaliza. Kuna wakati Mungu anampa mtu maelekezo ya kuanza na ya kumaliza. Na unapopewa maelekezo ya kuanza jambo na kumaliza, uwe mwepesi kuelewa kwamba sio kwamba unapopewa maelekezo utapewa maelekezo ya kuanza na kumaliza kwamba utakuta kila kitu kiko shwari katika ile kazi. Unaweza ukapewa maelekezo ya kuanza na kumaliza, lakini yale maelekezo yakawa kama ya Musa. Ukafika njiani ukakuta kuna bahari, na maelekezo gani tena upewe huna, lakini unaona jinsi ambavyo Mungu anamwambia Musa, usinililie mimi, una uwezo wote. Kipindi Farao anagoma ulifanyaje? Nilitupa fimbo ikawa ni ikawa ndio. Sasa si ndio hiyo? Kipindi Farao anakataa ikawaje? Mimi nilitupa fimbo, si ndio hiyo fimbo? Hiyo kwenye bahari vile vile ulivyofanya kule. Hiyo fimbo ina maajabu yote. Hiyo fimbo itakuwa nyoka. Hiyo fimbo itakuwa chochote unataka. Unataka nini? Mwinjilisti, unataka nini? Huduma Mungu anaweka ndani yako itakuwa vyovyote unataka. Inaweza kuzorota au kuzama tu. Inaweza kukua au kuzimia. Ni kwa kadiri umepata neema, hii huduma ina nini ndani yake? Huduma ina maajabu yote ya Mungu. Kushangaza ulimwengu kuko kihuduma. Kufanya walimwengu wamjue Mungu ni huduma. Kufanya walimwengu wamshangae na kumtukuza Mungu ni huduma tulizopewa. Sio nguvu ya Mungu wala uwezo wa Mungu. Kwa mtu yote ambaye ana huduma au ameitwa na Mungu, maelekezo yote yako katika ile huduma. Wewe shauku yako ni nini? Ni kwa toa wa Israeli, basi hiyo huduma inaweza akaiweka chini kwa. Unataka hapa wafanyeje? Wavuke. Akaichukua ile tena fimbo, akaipiga kwenye bahari pale. Watu wa Israeli walipita pakavu. Na walikuja kupita wengine ambao ni maadui wakidhani kwamba kwa ni pakavu wanaweza. Biblia inasema walipofika ng'ambo, maji yalirudi kwa nguvu yakawaua Farao na jeshi lake, na wapanda farasi wake wakaangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mbele kidogo unaona wanakuta mlima Seiri ambao haupandiki. Kipindi hicho wametoka kwenye bahari tayari ya Shamu imepasuka, wanakuta mlima Seiri mbele yao. Na kwa sababu maelekezo ya Mungu kwa ile njia ilikuwa ni kuuzunguka ule mlima Seiri, Musa akaanza kuuzunguka ule mlima, wana wa Israeli wakimfuata nyuma. Cha ajabu kilichotokea kwenye ule mlima, walikuwa wakizunguka wanajikuta wako pale pale tena. Na ukumbuke sasa maelekezo anafuata ni maelekezo ya Mungu. Lakini anajiuliza, kwa nini huyu Mungu aliyenipa haya maelekezo amenipa maelekezo ambayo nikizunguka najikuta niko pale pale? Nimepita, nimeenda, wanajikuta wako pale pale. Wanajikuta wako pale pale. Wanauzunguka tu ule mlima, Hakuna njia nyingine. Ninakuonesha kitabu cha Kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hesabu 21. Hesabu 21 mstari wa 4 mpaka wa 9. Kwa nini wanazunguka tu? Walikuwa wanatembea wanamfuata Musa kwa kuwa Musa ana maelekezo yote. Na wakaona jinsi ambavyo Mungu ametenda maajabu ya kuwavusha mahali pagumu. Lakini mioyo yao haikuandamana na Musa. Mioyo yao ilikuwa ikitazama ugumu wa ile njia waliokuwa wanaipita. Njia waliokuwa wanaipita ilikuwa ni njia kame, kavu, isiyo na maji wala chakula. Tena Biblia inasema wakaanza kula chakula dhaifu.
hakina mafuta wala chumvi. Kwa nini? Kwa sababu ni mahali pakame. Lakini ndiyo njia ambayo Mungu amemwamuru Musa waipite. Badala ya kumwandama Musa aliyewavusha bahari ya Shamu na kuendelea kushuka na kusikiliza maelekezo ya Musa, wao wakatazama ile njaa, wakatazama ile kiu, wakaanza kunungunika. Wanamnungunikia Mungu na Musa, kwa nini wametutoa Misri kuja kutuangamiza kwenye chakula dhaifu hiki? Kwani hakujiandaa chakula cha kutosha kutulisha hapa jangwani? Maana alikuwa anajua kuna jangwa. Lakini ukumbuke, Mungu alikuwa amekusudia wana wa Israeli wapite mahali hapo ili kujifunza na kumjua vizuri Mungu wao, hata watakapofika katika nchi ya Kanaani wao wameisha kuwa na experience kubwa kwamba Mungu wetu ana nguvu na uwezo kiasi gani. Mungu wetu ametupitisha kwenye bahari. Mungu wetu ametupitisha kwenye jangwa. Mungu wetu ametuvusha kwenye milima. Huyu Mungu wamjue, ili wakifika kule wasitumikie miungu ya Waamori, wasiabudu miungu ya Wayebusi, wajue wana Mungu wao aliye mkubwa sana. Na ndio maana Mungu akawapitisha kwa njia ile, ili kupitia njia ile apate kuonesha kwamba yeye anatosha na anaweza katika maisha yao yote watakayo kwenda kuishi katika ile nchi ya raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kosa lililofanyika lilikuwa ni kwamba kipindi Musa yuko mbele anatembea, wao kunyuma hawamwandami tena Musa. Wanaangalia mazingira, wananungunika. Kwa nini? Angalia chakula hiki dhaifu, angalia maji haya ya shida. Kwa nini? Kwa nini? Wakanungunika, wakalalamika. Mungu alipoona yale malalamiko akapofusha macho ya Musa yasione njia, yaone pale pale alipokuwa anapita. Kwa hiyo Musa anaona njia inayoenda ni hii, lakini anafika mbele anakuta ametokea walipoanzia. Mungu akapofusha macho ya Musa kwa sababu wao watu hawataki kuniamini. Wamegeuka mioyo, wameanza kutafakari ugumu, wameshindwa kunitafakari mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima. Katikati ya kiu hii wanatafakari maji. Kwa hiyo akawazungusha. Na hapa ndio unaona Isaka anasema badala ya Mungu kusikiliza, akatuma nyoka wa shaba, akatuma nyoka wa moto wa waume. Nisikilize ni kwa maombi sio malalamiko. Maombi sio manunguniko. Ukitaka kitu kwa Mungu usiseme kwa nini. Ukitaka kitu kwa Mungu usiseme mbona kule. Ukitaka kitu kwa Mungu usiseme mbona yule. Ukitaka kitu kwa Mungu usiseme mbona vile. Ukitaka kitu kwa Mungu sema mimi sistahili, lakini kikupendeza nipe. Hakuna kitu tunastahili machoni pa Mungu. Wale walipokosea walikosea manunguniko. Nini maana manunguniko? Waliomba vibaya. Kwa nini umetutoa kule? So Mungu tuvushe hapa, kwa nini? Unafika mahali nakuta hukumu wa maisha. Badala ya kusema asante Yesu uliyenipa wokovu huu, na sasa na hukumu wa maisha napitaje, naomba nguvu ya kuvuka hapa, unaanza kwa nini Mungu amenipa wokovu huu? Kwa nini Mungu ameniacha kwenye hali hii wakati mimi nimeokoka? Kwa nini mimi? Kwa nini wate wasiokoka wana kazi nzuri kuliko mimi? Kwa nini Mungu? Kwani hakujua? Kwa nini amenipa mke kama huyu? Kwa nini Mungu? Ndio iliyoleta shida ikawazungusha katika mlima Seiri. Biblia inasema kwa muda wa miaka mingi sana. Kwa nini? Mwambie jirani, maombi ya kwa nini. Mwambie ni manunguniko. Kwa nini Mungu umeamua? Mungu hajawahi kuamua baya kwa mwanadamu. Tazama mawazo anayokuwazia ni mawazo yaliyo mema na wala si ya mabaya. Anawaza kukupa tumaini siku zako za mwisho, maana amejua yaliyopo na yanayoendelea, na amejua kwa hali hiyo ulionayo ni sharti upite katika jangwa ili uweze kujua ukuu na uweza wa Bwana. Wewe unamwambia kwa nini umenipitisha jangwani? Hapo ndipo pameleta kelele katika kanisa. Vilio haviishi
kwa watumishi wa Mungu kanisani kwa sababu ya hayo. Unamuombea Mungu amvushe, yeye anasema kwa nini niliokoka? Nisingeokoka tungezipanga halo. Nisingeokoka ningechukua rushwa halo. Nisingeokoka ningeiba halo. Maisha kama haya kwa nini niliokoka? Wewe mtumishi wa Bwana unamlilia Mungu. Mungu ajibu kwa sababu anatazama mioyo ya wale wanaowalilia. Wanawaza hukumu, hawawazi tukufu. Nisikilize, silaha kubwa ya maombi yoyote ni kule kuamini usichokiona kwa kuwa kipo na Bwana amekiahidi. Unaking'ang'ania kama kilivyo, maana kama ungekuwa unajiwezesha mwenyewe usingeweza kumwamini Yesu. Tulimwamini kwa kuwa tulishindwa baadhi ya mambo, na moja ya jambo tuliloshindwa ni ugumu wa maisha, laana pamoja na dhambi na mateso yote yalitushinda, magonjwa yalitushinda. Ndiyo tukasema tumwamini huyu Yesu anayeweza kutushindia, anayeweza kutuponya, anayeweza kutufungua. Na kama unamwamini, amini kwamba ana funguo za mauti na kuzimu. Sema namwendea Kristo Yesu. Ukifika mbele za Kristo Yesu unaanza kutunga na kuwaza akili yako ilivyokuwa kuliko ya Kristo Yesu. Kwa nini umemwamini Kristo? Kama ungejiwezesha, ungetoka mwenyewe Misri, ukapita jangwani, ukaenda ukafika Kanaani. Kwa nini umemsubiri Musa? Maana yake ni kwamba hupasi kulalamika zaidi ya kushuka chini na kumwambia Musa, kwa kuwa unatupitisha njia hii, hii ndio salama. Chakula hiki duni ndio kilio cha watu wa Mungu, kilio cha watumishi wa Mungu. Chakula hiki duni tunataka tule wapi? Tuleje? Tunataka tule nini ili tuone chakula sasa kimekuwa sahihi? Kumbuka tuko njiani. Kumbuka nchi ya ahadi hatujafika. Kumbuka sasa hivi tunakabiliwa na vita kubwa. Farao bado anajipanga. Huko mbele tunaenda kukutana na watu wanaosema hapa ni kwetu. Tunaenda kukutana na watu ambao wanasema hii ni nchi yetu. Bado tuna vita kubwa. Mungu anatupa muhogo usio na mafuta, tuwe na nguvu ya kuzidunda. Unataka ule chips kwenye vita wewe ndugu yangu, utoke kitambi. Utaweza vita wewe? Mungu anaangalia sasa, niwape magimbi, niwape mihogo sahihi, niwape vyakula venye nguvu, venye wanga. Sio chakula dhaifu. Nani vitani alikula chakula kizuri? Nani vitani alikula chipsi kuku? Vitani wapendwa ni viharo. Ni mkubi. Ndio unakuta njiani huko. Maana vya vipande vinajiotea tu. Ni visusu, ndio utakuta huko njiani. Vinachemshwa, unamenya vishapikwa. Ni viazi unamenya wewe unafungua tu kile kigozi cha nje unakula. Basi biashara imekuishia. Hakuna lost. Lakini ni kwa nini? Kwa sababu Mungu ameona unaenda vitani. Vita ya Farao ilikuwa ni ndogo kuliko vita waliokwenda kupambana nayo kumilikishwa nchi. Biblia inasema Yoshua akapigana na wafalme 31 bila kulala, akimwangusha mmoja kwa zamu. Tena Mungu akampa maarifa sasa, ukipigana na wale wote utapigwa vibaya sana. Tangaza vita kwa mmoja, na yule wa pili usifanye kama unaenda kwao. Fanya kama hauna msafara wa kwenda kule, hapo ndio mwisho. Ukishamtandika huyu ndio uangalie useme anakuja na hapo. Huyo kule usimtangazie. Waone kwamba anataka hapa na hapo. Ukimtandika useme nataka na pale. Ndio hatua ya maombi. Usione maombi 30 wakati mmoja utapigwa. Nataka hiki Bwana. Unapambana kana kwamba una mpango wa jambo lingine. Mpango wangu mimi nataka roho wa Mungu anijaze. Kumbe yule roho akija kujaza, na mapepo yatapigwa, na magonjwa yatapigwa, na uzuri itapigwa, na kifo kitapigwa kwa jina la Yesu. Lakini usianze kutangaza mimi hapa nimekuja kuondoa kifo. Sema nataka Roho Mtakatifu. Kifo kinashangaa.
huyo sio adui yangu, lakini yeye anataka zake tu Roho Mtakatifu. Bwana huyu kama huyu anataka zake tu Roho Mtakatifu huyu. Na nguvu za Mungu za kushinda. Akishapata Roho Mtakatifu na nguvu za kushinda, anaanza kutandika magonjwa. Kisha kinasema vipi huyu? Huyu ni magonjwa tu. Unasogea mwisho wa siku Yesu akanikuta amepewa funguo ambayo inaweza kufungua kila kufuli lililofungwa. Anakuja Yesu. Amen. Haleluya. Anakuja Yesu. Amen. Haleluya. Watu wamechanganyikiwa kwa ugumu wa maisha. Twende kule tukanywe maji, kwenye mafuta, kwenye haya ugumu. Na wale jamaa ukifika huku kwetu hapa njiani tunaanza kuzidunga chipsi na kuku, alafu ukifika na Kanaani tunatwanga na maziwa. Nani alikwambia njiani kuna chipsi na kuku? Tungewaona Wanaisraeli wakizila. Njiani kuna magimbi ya kutuongezea nguvu miguuni tuweze kutembea sana, maana hapakuwa na magari. Wakanungunika. Kumbe manunguniko yatakuzungusha kwenye ombi moja miaka yote. Lile ombi uliomba mwaka 2006 hukujibiwa, na uliomba 2007 haujajibiwa. Kwa nini? Uliomba vibaya. Kwa nini? Mungu badala ya kusema na sistahili, ikikupendeza kwa neema naomba hiki. Kila chakula kwa nini walikiona ni duni? Walikiona ni duni kwa sababu moyo yao ilikuwa imeisha kikataa kabla hawajakila. Lakini ingekikubali wangekisikia kina chumvi, kina mafuta, kina kila kiungo. Ila kwa kuwa mioyo ilikuwa imeisha kataa, mioyoni wameisha kikataa kabla hawajakila. Na ndio maana hata walipokila walisema hiki sio chakula chema, ni kiduni. Moyoni kukataa wokovu, huwezi kutembea hata wiki huwezi. Kama moyoni umekataa maombi, huwezi kufunga wiki wewe, huwezi kabisa. Kuna watu walikula chakula hicho kwa furaha. Biblia ikasema wakaonekana machoni pa watu kuwa ni wenye akili na hekima kubwa, na wakang'ara mara 10 zaidi ya waliokula vinono. Hao sio wengine, ni Shadraka, Meshaki na Abednego pamoja na Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao walisema tuleteni mtama na maji tutandike. Sisi ni vyakula vya mfalme tuvielewe. Mahesabu ya Mungu yalikuwa kwenye kuchunguza watanungunika. Kuna vitu vipo maishani mwetu, sio kwa sababu Mungu hawezi kuviondoa. Ameviweka kwa kusudi, tunamjua. Tunapopatwa na magumu, tutazame Kristo. Lakini sio kuzoea magumu yote Mungu ondoa. Wewe acha wokovu. Hamna wokovu hapo. Ukimwambia Mungu magumu yote ondoa, maana yake unamwambia Mungu aondoe nyoka wa moto. Haitatokea. Ila mwambie Mungu, haya magumu ninayopitia, umeniambia nitazame nyoka wa shaba, na nitatazama huyo. Sitatazama magumu, sitatazama nimeng'atwa, sitatazama mateso, sitatazama chochote. Tatazama hiki unachoniambia nitazame. Tazama Bwana anachokuonesha. Hata kutazama maisha yatakuua. Kabla ya wakati utakuwa umeshazikwa. Maisha si mazuri kula, lakini ndugu yangu nakwambia mimi, ni heri kama tungeanza kuomba maombi mema ya kumwambia Mungu unastahili, Mungu unatukuzwa, wewe ndio unatuvusha ndani ya shida. Hata haya tunayopitia hapa waweza kutuvusha. Ndio maana tunatazama nyoka wa shaba, usitazame nyoka wa moto wanapokuuma. Hapo sasa wakapata akili, wakagawanyika. Waliosema kwa nini hakuondoa nyoka waliumwa wakafa. Waliosema sisi hatuna mpango na nyoka wanaumaji, tuna mpango na neno la Bwana, iliyosema tutazame shaba, wakatazama wakapona, wakagawanyika. Na asubuhi ya leo nataka watu wagawanyike kwa jina la Yesu. Anayesema mimi matatizo haya siwezi, mimi naendelea tu hivi na ukaze kwa jina
jina la Yesu. Lakini yule atakayesema pamoja na haya tamtazama Kristo ukaishi milele, kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mahali utaenda mahali ukakuta Mungu wa kweli ataondoa matatizo. Mungu wa kweli haondoi matatizo unavyozani wewe. Mungu wa kweli anatengeneza tukio litakalofanya pamoja na matatizo hayo uvuke na ushinde. Mungu wa kweli haondoi matatizo. Nenda kwa makosa, nenda kwa nani, kanyaga yote, mikosi itakuganda, kwa sababu Mungu kuna mambo hawezi kuondoa maishani mwako ili kwamba upate kujua kuna nyoka wa shaba anayepaswa kutazamwa. Ukimdharau nyoka wa shaba umekufa. Umekufa. Mimi sitaki Yesu, nataka tu maisha. Joka na moto, kanyaga kisima cha uzima, wakina Monica wakaluka, chukua na ile jiwe wakachukua, katumbukize kwenye nyumba yenu. Hana hata kiwanja, kaenda kutumbukiza kwenye kiwanja cha mtu. Hadi leo umemlonga wewe. Kafukua ile jiwe. Anapitia magumu. Anataka ni matatizo yaondoke. Wapendwa, kanuni ya kuondoa matatizo ni kumtazama nyoka wa shaba. Yesu yu wapi? Yesu yule pale. Yesu ananiangalia. Yesu ananitazama. Yesu yupo. Hata sasa namuona. Hiyo ndio kanuni ya kuvuka. Kwa jina la Yesu kavuke. Ukitazama hivyo. Hata sasa namuona. Pamoja na njaa namuona. Pamoja na kiwi namuona. Pamoja na haya yote namuona. Yesu namuona bado. Yule pale ananitazama. Yule pale ananiongoza. Yule pale ananifurahisha. Yule pale Yesu. Utavuka yote na utashinda kwa jina la Yesu. Yule atakayesema siwezi mimi kutazama Yesu, nitashughulikia haya yaishi. Mpendwa, hayataisha, yatakumaliza wewe. Nasema tena, mimi nasema, mhubiri kijana, mchungaji kijana, misiye na hekima kubwa, nasema hakuna mahali popote utatazama mambo yako yaishe kwanza, yakaisha, yatakumaliza wewe. Hakuna jambo litaisha katika hayo unayoyatazama yaishe, yataongezeka na yatakuua. Kanuni ni ile ile, pamoja na nyoka, pamoja na moto, pamoja na majaribu, tunatazama, tunachoambiwa tutazame. Hiyo ndio kanuni pekee Yesu aliyoiweka, Mungu aliyoiweka, uumbaji wa Mungu aliyoweka ni hiyo. Pamoja na yote tunasonga katikati ya hayo tukimtazama Kristo na kuponywa. Hiyo ndio kanuni pekee. Mimi naangaikia haya kwanza, yakiisha takaa sawa. Hakuna siku wala mwaka utakaa sawa, yatakuwa. Anakuja Bwana. Yesu Kristo ni mfalme. Ukisoma kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati, utaona kuanzia ule mstari wa 26 sura ya pili, maneno ya Mungu ya ushindi kabisa, ya neema yanayokuja baada ya kulipokea neno la kusema sasa yatosha kuzunguka katika mlima huu. Walipoondoa manung'uniko, wakamrudia Musa na kumwambia Musa, tumekosa. Mungu akasema sasa, kwa kuwa mmeelewa kwamba mmekosa, yatosha kuzunguka mlima. Nami leo natangaza siku ya leo, ikiwa utaelewa kosa lako, yatosha kuzunguka milimani kwa jina la Yesu. Amen. Nasema yatosha kuzunguka milimani kwa jina la Yesu. Amen. Kwa kuwa utaelewa ulipokosea. Nilitafakari kushindwa, nilitafakari kurudi nyuma, nilitafakari kuacha wokovu, na hivyo nikaona kushindwa. Leo kwa jina la Yesu ninaenda kuchukua hatua mpya. Natafakari ukuu wako. Ni wewe uliyeniweka tumboni mwa mama yangu, na ni wewe uliyenitoa nikiwa hai, na hata sasa Bwana ni wewe unaenda kuniinua, ni wewe unaenda kunibariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana Bwana umesema wewe ni Mungu mwenye nguvu, ambaye mkono mwanadamu si kitu kwako mfalme. Sema Bwana Yesu, wako mataifa wenye nguvu kuliko mimi kwa macho ya mwili, wengine ni maadui, lakini siku ya leo Bwana wa majeshi, ikiwa unanifurahia, nitaishi wakati mtimilifu kama mganda wa ngano kwa jina la Yesu. Sitakufa mimi kwa kulogwa,
sitakufa mimi kwa ajali. Ninakataa mauti yoyote iliyopangwa kwangu, kila silaha iliyotumwa kwangu katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, ninazikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwani nilipolipa kumiliki lazima nimiliki, kwani nilipolipa kutawala lazima nitawale. Uliwaambia wana wa Israeli, nendeni mkaitimiliki ile nchi niliyowapa. Na walipoingia walikuta Wayebusi, walikuta Wagirigari, walikuta na majitu, watu warefu, watu wakubwa, wenye nguvu, waliogopa. Lakini Kalebu akasema, ikiwa Bwana atatufurahia, atatumilikisha nchi ile, kwa jina la Yesu naenda kumiliki malango ya adui zangu, naenda kumiliki malango ya adui zangu kwa jina la Yesu. Ninavaa utisho wa malaika juu ya adui zangu. Watakaponiona watamke yote walioyapanga mioyoni mwao kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na silaha itakayofanyika juu yangu ikafanikiwa kwa jina la Yesu. Ninatamka leo kwa jina la Yesu, naenda kumiliki, naenda kutawala, naenda kuketi mahali Bwana aliponikusudia kwa jina la Yesu.